tumeshaongea sana hapa. Kwa hiyo sisi tulichokuwa tunakusubiri, ulikuwa tunakusubiri wewe umalizie ile ulipokuwa unaongea. Uliongea swala la watu watoe pesa zao kwenye Voda, watoe pesa zao, kwamba kuna jambo linaweza likafanyika kule nchini. Nadhani nilikuelewa kwa hivyo. Kwa hiyo hapa tulikuwa tuna maswali jana, kama maswali, kwa sababu jana ulitoka ghafla, lakini kwa sababu leo sijui leo kama kuna mapya ya leo unaweza ukayagusia, kusudi yale maswali tutayaleta hata baadaye. Karibu. Okay, asante sana. Kwanza ndugu yangu, leo ninaomba ikuwe siku ya kwanza kabisa kwa kukiri kosa na kuomba msamaha kwa hadharani. Mimi peke yangu kwa moyo unaniuma sana, na napenda kwa mbele za watu niwaombe msamaha ndugu zetu waliokuwa wameteseka na wamekufa na wamejitoa tarehe 29 peke yao, wakati ya kuwa tuko watu ambayo tulikuwa na uwezo wa kusaidia kwa namna moja ama kwa namna nyingine, ikiwa kuwasaidia kipesa, kuwasaidia kimawazo, kuwasaidia kielimu, kuwasaidia kimaarifa, kuwasaidia kwa kuwaunganisha, lakini tulikuwa wabinafsi na nikakuwa nafanya mambo yangu peke yangu. Hili jambo inakuwa inaniumiza sana kile nikiangalia zile picture na video, kwa sababu ndugu zangu wa Tanzania, mimi ni mtu ambaye kwa siku moja zile picha naziangalia na kuziona tena zaidi ya mara 1000, kwa sababu ninakuwa naandaa taarifa nyingi inopeleka kwa masehemu mingi, na kila ile sehemu napeleka na kuwa naambatanisha na ule ushahidi. Sasa kile nikiangalia zile picha na video za ile watu wameuliwa, ninajihisi kwamba Mungu alikuwa amenipa uzima, Mungu alikuwa amenipa uhai, Mungu alikuwa amenipa uwezo japokuwa ni mdogo sana, lakini nikabakia na uwezo wangu peke yangu, nikabakia na ile kitu niko nayo peke yangu, na nikawaacha watu wachache watupiganie sisi sote watu milioni 70. Kwa hiyo ninafanya huu kama wito kwa mtu yeyote ambaye ni Mtanzania na bado hajakuwa na mchango wa moja kwa moja juu ya maandamano yaliyopita ama yanayokuja. Jaribu kuangalia moyo wako ni mgumu kiasi gani, ikiwa mpaka sasa hujioni uko na hatia kwa sababu tu kutoa mchango wako juu ya kuitafuta serikali itakayokuwa ya haki. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza, kabla sijaendelea kuzungumza, mimi ninaomba radhi hadharani, kwa sababu nahisi nilikuwa mtu mbinafsi sana, na nimekuwa na ile kitu niko nayo peke yangu wakati ndugu zetu walikuwa wametoka barabarani na wakiteswa na wakiumizwa. Kwa hiyo munisamehe sana kwa watu ile ambayo wameteseka kwa sababu tu hatukutoa mchango kwao. Ninaomba msamaha. Taarifa ya pili, kabla kuendelea kwenye point kubwa, ninaendelea tena kwa mara nyingine kumuomba kila mtu ambaye yuko hapa kwa lengo la kutaka tuone Tanzania yetu inakuwa nchi bora zaidi, nchi itakayokuwa na haki zaidi, nchi itakayokuwa watu wana furaha zaidi. Basi ninakuomba sana ukubali kumpenda mwenzi wako. Isikuwe we sababu ya kuzivunja hizi harakati. Usikubali kuwa we sababu ya kuzipasua hizi platforms ambazo watu tunakaa kwa kuongea. Ikiwa tunazungumza maneno ambazo hazijakuwa zinakupendeza, ni vizuri usikae pembeni ukatuongea. Ni vizuri tukue tunasameheana na tupendane kweli kweli,
tushirikiane mpaka pale tu matakwa yetu yatakapokuwa yamezingatiwa na yamefuatwa. Tukue na subra na tujaribu sana kuongea kauli nzuri kwa kila mtu hapa anapanda, kwa sababu watu wengi nyumbani kwetu Tanzania wako na trauma, wako na stress, wako na msongo ya mawazo ambayo haiwezi kutibika. Kwa hiyo tukue na subra, tukue wavumilivu. Hata kama mtu atakuja atauliza nikiandamana utanipa mkate, tutamjibu tu kama tunatamani kukupa mkate lakini hatuna uwezo wa kukupa mkate. Na inatosha kuliko tusitumie ubabe sana. Hili ndio jambo ambalo namuomba kila mtu. Jambo jingine, sasa hivi dakika ndogo imepita, nilikuwa na mazungumzo ya simu na watu watatu tofauti, lakini mmoja ni alikuwa ni mtu ambaye mwanaharakati anaheshimika sana kwa nchi yetu. Kuna mambo mazuri sana kaniambia juu ya mabarua ambayo tumeandika, kathibitishiwa kabisa majawabu, kathibitishiwa na watu wa ndani kabisa wako kwa government juu ya mambo ambayo si tunafanya, na kaniambia from Jumatatu mpaka Ijumaa kuna mambo mazito, kuna mambo mingi itakuwa itatokezea. Ni kweli kanieleza, lakini sijakuwa nimepewa ruhusa ya kuweka watu sasa, lakini naomba kuwapa utamu kidogo muweze kustahimili hii weekend ya Jumapili, kusubiri kitu kitamu zaidi inakuja Monday mpaka Friday. Kwa hiyo kazi inakwenda vizuri. Sasa ndugu yangu, kabla sijakuwa naendelea sana kuzungumza mambo binafsi, ningeomba leo kuwapa taarifa mpya. Na kwa sababu tu mimi nakuwa naweza kuwapa taarifa mpya kila siku, na taarifa ambayo iko na fact, na taarifa ambayo napenda ifike kila mtu, kwa sababu tu sitaki kuwapa muda hawa primitive ama watesi wetu, sitaki kuwapa muda wa kuweza kulitatua ile habari ya jana. Ile habari tuliwapa jana, tukiwapa siku mbili bila ya kuwapa habari nyingine ya kuwatesa moyo yao, tutawapa muda wa kulijadili lile. Sasa leo nawapa mbaya zaidi, na kesho itakuja tena, ni tutashambulia mpaka ile tarehe inafika. Ili tu wasikuwe na muda mzuri wa kuweza kutafakari kwa ufasaha sana jinsi gani wanaweza kupambana na sisi. Kama nimeeleweka, ninashukuru. Pia napokea update kama wanajaribu kunishusha tena, japokuwa nimereport huko kwa TikTok, nimeandikia email. Kwa hiyo maybe sijui nini mtafanya, kama kulike or something, nikuwe wanione niko active. I don't know if mnaweza mkafanya kitu kwa TikTok yangu, either kulike ama whatever, isije kadondoka, kwa sababu hii habari niweze kuwapatia. Well, so leo tumeingia. Ngoja kidogo Abil. Jamani, muende mlike kuna nani yake TikTok yake. Yaani mwekee vitu hapo kwenye nani yake. Okay. Unaweza kaendelea Abil. Alafu nani mamko nimekushusha kwanza, baadaye akianza maswali utapanda ili umpe yale maswali ulionayo. Okay, unaweza kaendelea Abil. Alright. Asante sana. Leo tumekuwa na mafanikio pia mazuri sana ya kuweza kuendeleza mipango ya kufanya maandamano yetu makubwa ya amani yasiyokuwa na kikomo kwa nchi nzima Tanzania. Maandamano ambayo hayatakuwa na kikomo, hayataweza kusimama na bila ya kuchoka usiku na mchana, mpaka pale tu matakwa yetu ambayo tunayataka sisi raia za kawaida yatasikilizwa. Sisi sio wanasiasa yoyote, wala hatuko kwa chama yoyote ya siasa nchini Tanzania ama movement yoyote ya siasa, na pia sisi hatuwezi kubaguliwa kwa sababu ya dini zetu. Wako watu hapa wana madini tofauti, wale makabila zetu, wala rangi zetu. Sasa leo ndugu yangu, tumefanikiwa kuingilia mifumo
muhimu sana ya nchi ya Tanzania, na ikiwa tu hawa watu wanaonisikiliza mimi watasema kwamba ili jambo ya uongo, naomba wakiri hadharani kwamba hii mifumo hatujaingia, na wakikiri kwa kubahatisha, mimi nitaweka wazi, hata kama itakuwa ni hatari kwa taifa letu, kwa ajili ya usalama ya taifa letu, hizi taarifa nitaweka wazi, manchi mengine waone. Najua sio nidhamu sana kufanya hivi kwa expose, kuiweka wazi nchi yetu, lakini kama nilivyoambia kwamba bado mimi naamini njia pekee ya kupigana na primitive ni kwa njia ya kuwa paralyze. Sasa tunatumia mbinu yoyote inawezekana tukuwe na uhakika kwamba tunaiparalyze hii serikali, kwa sababu mtu yeyote aliyokuwa ameparalyze hata chakula peke yake hawezi kula karaha zake, hawezi kukoga karaha zake, lazima kogeshwe, alishwe, na hiyo ndo tunamfanyia Samia Suluhu Hassan pamoja na utawala yake. Sasa najua ni mambo makubwa, kwa hiyo kama wana record, naomba watukatalie kama hizi mambo hatujafanya. Na kama wakikataa tu kwa sababu ya kuonesha ubabe zao, mimi nitaweka wazi na kila mtu ataona hii taarifa. Kwanza, leo nimeingia kwa neema ya Mwenyezi Mungu mtukufu, na katujalia uwezo Mungu, leo tumeingia kwa database ya mfumo mkuu wa kiulinzi na usalama nchini Tanzania. Na mifumo yao imejulisha kwamba database yao imeingiliwa, na wako na habari hiyo. Kama watakuwa nakataa ama kama tunasema uongo, tunaomba basi watujibu hii habari nasema ni ya uongo. Naomba hivyo watujibu. Wakijibu ni hii habari ya uongo, mimi msiniamini tena na nitafuta TikTok yangu kabisa. Kama ataweza kukiri kama mimi ni muongo, nitafuta TikTok right away, nitakaa pembeni, nitaachia watu nyingine. Tumeingia kwa database ya mifumo ya ulinzi ya salama Tanzania kwa neema ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Tukaona jinsi ya maofisa ambayo wanatarajia kwenda kwenye mafunzo nje ya nchi. Tumeona taarifa nyingi na tuko nazo tayari hapa. Sasa wakati tunaifanyia kazi kuingia kwa hiyo mifumo, haijakuwa kazi imeanza jana. Hii kazi imeanza masaa 72 iliyopita, siku 3 iliyopita. Na tukaona kwamba Tanzania Intelligence Security Services, yani kwa inaitwa TIS, wanapata mafunzo pia kuna sehemu inaitwa COESPU, na hawa majamaa wanaopelekwa kwenye mafunzo tutawaweka details zao, kwa sababu mara nyingi kwa ulimwengu ya kiintelijensia, ikiwa kumetokezea mauaji kwa nchi, wale mapolisi ama majeshi ama matisi wanaotumika kuua, baada tu ya kuua wanaondoshwa kwenye nchi kwa haraka iwezekanavyo. Anaweza kapelekwa kwa maofisa wa ubalozi nchi fulani, ama wakapelekwa sehemu kwenda kusoma nchi fulani, kwa sababu ya kuondosha ushahidi na wasikue wanaonekana kwenye jamii. Sasa leo tumeona hawa jamaa, kuna chuo iko Italy ambayo wanasomesha watu kwa mambo ya ulinzi, iko European Collaboration, na hawa jamaa wanaenda wanasoma course inaitwa Mutual Legal Assistance Extradition Transnational Crime. Kazi hii kwa ufupi tu wanafundishwa mpaka utaalamu wa kuweza kumteka mtu mbele ya watu bila ya wala watu nyingine kujua kama mtu katekwa. Nazungumza lugha ya ufupi. Anafundishwa technique hatari sana, kwa sababu hawa sio waaminifu. Kwa hiyo sasa, ndugu yangu, tayari tumeambatanisha, tumeandika barua nzito sana ambazo ziko na ushahidi kwamba hawa majamaa wanapelekwa kusoma huko ni wauaji na wameshiriki mauaji. Na kwa hiyo barua nimewaeleza kama tunakitaka hii chuo istopishe haraka sana kuwapa hawa watu mafunzo hayo, kwa sababu hayo mafunzo wanayowapa hawayatumii kwa mujibu wa makubaliano waliokuwa nayo.
isipokuwa mafunzo hayo wanayatumia kwenda kumteka mama anouza chakula ya mboga mboga, anaenda kumteka maskini ya kawaida na kumuua, na bila ya yule maskini kupata mtetezi, na anachukua zile maiti na bila siku zipata. Kama na hiyo nikaambia chuo hicho kama mafunzo mnayowapa haya watu wa Tanzania ni mafunzo ambayo yanatumika kututesa sisi baada ya kutunufaisha sisi, na nikaambatanisha ushahidi wa picture na video 917 ambazo zimethibitika kupitia mfumo wa metadata kwamba hizo picha ni za kweli, hazijakuwa zimeeditiwa na zinatoka nchini Tanzania. Na bado hiyo barua sijaifikisha, niko kwenye maandalizi ya mwisho sana, na itakapokamilika leo usiku nitaiweka wazi na nyinyi, japo kuwa hivi vyuo vinakuwa vya siri, tutaweka namba zao kwa Tanzania wanaoweza, tuwaambie kwamba tafadhali someni barua yetu na hawa watu msiwapokee. Hiyo chuo inaitwa CESPU. Kama iko mtu hapa anasoma mambo ya intelligence, sasa anajua nini nasema. Kama ataamua kukataa ni sawa tu. Pia kuna watu wengine ni wanatoka JWTZ, wanawapeleka EUCAP wakasomea mambo ya maritime policing specifically maritime ya Tanzania. Wanatoka kwa idara ya ndani ya jeshi inaitwa TMP. Hawa watu mara nyingi wanakuwa wanafanya kitu ya TMP wanafanya mafunzo nao na TPDF ambayo ni jeshi yetu, kwa organization inaitwa EUCAP Nesto, ni ya Ulaya hapa, pamoja na shirikiana na Western Indian Ocean. Tayari pia tumeandikia barua zao na kuambatanisha ushahidi kwamba tunawaomba haraka sana wasiwapokee hawa majeshi zetu kutoka Tanzania, na wasikubali tena kuwapa mafunzo, na wajaribu kufikiria mara mbili juu ya msaada wanaoipatia jeshi letu, kwa sababu hili jeshi mafunzo wanawapa na msaada inawapa inatumika kwa ajili ya kutesa raia maskini ya kawaida. Lakini pia nimeona chuo nyingine iko China wanapeleka. Sidhani kama Wachina atakuwa watiifu sana, lakini pia tutapeleka vile vile. Tutapeleka vile vile. Nimeona pia kuna police ambayo inapelekwa ikasomea Interpol, maana yake International Police, na majina zao. Hii taarifa tutaweka tena wazi kwa sababu tutapeleka habari pia. Hawa watu tafadhali sana wasiwape hiyo calls, wanaenda kusomea because nimeona inaitwa capacity building programs, ambayo inatoa training ya crime, professionalism na transactionalism. Kwa hiyo hii kama wanakataa, tunaomba wakiri kama hizi mambo ni za uongo. Na pia wanapeleka watu nyingine zinapelekwa kwa idara inaitwa UNITAR, United Nations Institute for Training and Research. Wanapeleka jamaa wa authority waende huko kasome. Sasa ndugu zangu, hizi ni barua 6 ambazo tunaziandaa, zinaenda kwa idara tofauti, ambayo tunaambatanisha ushahidi kwamba ile elimu wanawapatia polisi pamoja na usalama taifa pamoja na jeshi nchi yetu, na yale mafunzo wanayapatia hawayatumii yale mafunzo kama makubaliano yao walivyokuwa yapo. Wamepewa haya mafunzo kuweza kupambana na wahalifu, na wahalifu hao kumbe wako Ikulu. Badala yake wanakuja mitaani, mafunzo yale mazito na makubwa ambayo wanayapata United Nations Institute for Training Research, wanaenda kuyatumia kwa raia za kawaida. Badala yake mafunzo hayo ambayo wamepewa wao kuweza kupambana na ujangiri na criminal, yanatakiwa mafunzo haya baada ya kurudi Tanzania wayatumie kwa Angela Kiziga pamoja na Rostam Aziz pamoja na Jakaya Mrisho Kikwete. Badala, kwa sababu hawa ni wahalifu wakubwa sana waliokuwa wamethibitika na kuthibitishwa, sio kwa maneno yangu tu, kwa maneno wa balozi halali ya Tanzania alikuwa anawakilisha Tanzania nchini Cuba. Ni huyu balozi alikuwa ni diplomatic, kwa hiyo taarifa zake tunaziamini kwa sababu aliweza kuwakilisha nchi yetu nzima
ndani ya Cuba na upande wa Caribbean. Alituthibitishia kwamba kwa njia ya mazungumzo kwamba Kikwete, Angela Kiziga na Rostam Aziz hawa ni macriminal. Sasa kwa nini nyinyi ambazo mnapewa haya mafunzo baada ya kuweza kupambana na hawa macriminal mnakuja kuwapiga vijana wa kawaida ambao tunataka maisha bora? Kwa hiyo tunawapelekea barua ambapo wanapewa haya mafunzo, wasipokelewe kusomeshwa na wasipewe hayo mafunzo. Na hata kama kwa sasa atapokelewa, lakini itakuwa tumewaweka kwa aibu kubwa sana, kwa sababu tunapeleka mauchafu zao zote amefanya, mauaji na kila kitu. Cha kushangaza sana kulikuwa hakuna uwezekano yoyote kwa CDF Bwana Mukunda aweze kuunga mkono harakati zetu, kwa sababu kwa akaunti yake ana trilioni za Kitanzania. Kama atakataa, watu wanaweza wakaweka wazi, alafu tukajua nani ni mkweli. Kama mimi nitakuwa nasema uongo, nitafuta account, nitafanya mambo nyingine. Kwa hiyo ndugu zangu, jitihada ambayo nitajaribu kuitumia leo kuzipeleka barua rasmi kuambatanisha na maushahidi kwamba mapolisi pamoja na matis pamoja na majeshi ambazo zinapelekwa kwenda kusoma nje ya nchi kupewa taaluma ya kiintelijensia, wakirudi tu nchini Tanzania ile taaluma yao wanaitumia kwa ajili ya unyanyasaji, utesaji na uvunjifu wa haki za binadamu ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo tutawaomba kama Tanzania wote kwamba tafadhali fikirieni mara mbili haya mapenzi yenu ya kuwasomesha hawa mapolisi wetu forensic skills pamoja na counter EID pamoja na response EID ambazo wanaenda kwa sasa kwenda kusoma. Barua hizi zitaenda kwa niaba za vijana yote Tanzania. Kwa hiyo kwa sababu tu mimi ni mtu naogopa dhambi, ninaomba kama mnaunga mkono tufanye hivyo, at least muweke comment ama mujibu kwamba okay tufanye hivyo, kwa sababu kwa Mungu nisije kuwa ameandika kitu kwa niaba yetu sote alafu ikawa ni jambo langu peke yangu, na huko itakuwa ni kujikwaza na ni jambo baya sana mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii ndugu zangu ni jambo ambayo leo tuko kwa kazi nayo, lakini tunaamini mpaka siku ya Jumatatu hizi taasisi na hivi vyuo vya siri zote itakuwa tayari zimewafika hizi taarifa pamoja na mavideo ya hawa wauaji na mateso za hawa wauaji pamoja na mabank account ya Bwana Mukunda, kuwaonesha jinsi gani elimu wanayowapa inatumika vibaya kwa nchi yetu, na watu wengi wanateseka na wazazi wengi analia kwa sababu tu ya kupoteza ya kuweza kupoteza ndugu zao. Habari ya pili ndugu zangu, leo pia tumeingia kwa mfumo ambazo tumepata email rasmi za wakuu wa mikoa yote kwa nchi pamoja na RPCs kwa maana ya Regional Police Commanders zote kwa nchi. Tumewapelekea barua kwamba tuko na maandamano ya nchi nzima yasiyokuwa na kikomo na maandamano ya amani. Tumewapelekea barua kila mkuu wa mkoa wa nchi ya Tanzania pamoja na kila mkuu wa mkoa wa kipolisi nchini Tanzania kwa sasa anayo habari taarifa rasmi. Si tu kwamba tumepeleka barua kwa IGP, hapana. Sasa tumempa kila mkuu wa mkoa na kila mkuu wa mkoa wa kipolisi tayari ana email rasmi ndani ya email address zao ambazo wameweka za kiofisi, washapokea juu ya taarifa ya maandamano yetu ya amani yasiyokuwa na kikomo. Na nikawasisitiza kwamba kwa mujibu ya katiba ya Tanzania, wajibu mkubwa sana wa polisi ni kulinda mali za raia, kulinda raia na mali zao, Kwa hiyo nikawaambia kwamba hatukuwa lazimishini sana muje kutulinda sisi raia tukiwa tunaandamana na mali zetu, kwa sababu tayari tumealika mashirika ya kimataifa kuja kutufanyia uangalizi. Lakini tu mkiamua kuja kwa raha zenu, basi muje kwa heshima sana, kwa sababu mkija kwa njia nyingine haitaweza kuwa salama kwenu pia.
Tutawaruhusu ikiwa wanaweza kutaka kuja kwa maandamano yetu kwa ajili ya kutimiza wajibu wao wa kikatiba, wajibu wao ambayo wakuja kutulinda sisi raia tukiwa tunaandamana, watulinde tusije tukua tunateseka ama tunapigwa, waje watulinde mali zetu zisipotee kwa raha zao, lakini sio lazima, kwa sababu tayari ziko taasisi ambazo tuko na imani nazo. Tunaendeleza mazungumzo na hizo idara waweze kutujia na tupate ulinzi mzuri, ikikuwemo idara nyingine ya ndani ya nchi ya TLS. Na nimepata taarifa kuna mtu wetu mzuri tu mwanaharakati kaongea na rais, na mtapata jawabu rasmi haraka sana kuanzia wiki ijayo juu ya barua ambayo tumewapelekea TLS. Kwa hiyo polisi inaendelea kuwahimiza kwamba sio tu kwa sababu tunawaruhusu muje kwa raha zenu mkadhani kwamba mtakuja kwa njia nyingine ya kuweza kututesa. Tuko na softwares ambazo tutapiga picha maandamano yetu na kurecord video. Ikiwa tu tutakamata sura yako na ushahidi kwamba unaharibu, unataka kututesa ama unajaribu kumtesa mtu, tutakushtaki wewe binafsi, wewe kama wewe. Na hizo software na mifumo hiyo nimeitaja jina yake si kwa sababu ya kukutisha, kwa sababu tu ya kukuaminisha kwamba hiyo kitu inafanya kazi kwa dunia zote. Nimetoa mfano kenda Marekani na nchi kama Europe na sana sana Dubai, UAE, ukifanya kosa lolote hadharani ndani ya masaa 3 tu unakamatwa, kwa sababu wanaona mpaka driving license yako, wanaona leseni yako, wataona cheti ya kuzaliwa yako, watajua umesoma skuli gani, picha yako tu inasoma. Sasa Tanzania nyinyi mumekubali kuweka vitambulisho vya NIDA kwa biometric bila ya kujitayarisha na mapambano ya kiteknolojia. Mulikuwa nadhani hamjajitayarisha na hili jambo. Kwa hiyo kwenye NIDA zenu mumeweka vyeti vyenu za kuzaliwa, mumeweka majina ya baba zenu na vyeti vya baba zenu na vyeti ya mama zenu. Tutaweka taarifa za wazazi zenu zote wazi, kila mtu aone kwamba wazazi yenu imezaa muuaji, imezaa mtu ambaye kaua, mtu ambaye mtesi, mtu ambaye. Kwa hiyo tutaitesa familia yako yote, ukaja tu ukathubutu, ukaja tena ukathubutu kuja kwa maandamano yetu kufanya jambo lolote ile ya kijinga. Hivyo basi polisi yoyote ama jeshi ama mtu salama, tunakukaribisha uje kwa maandamano yetu kwa raha zako kwa malengo mawili. Lengo la kwanza, aidha utuunge mkono maandamano yetu, kamate bango letu, au uje utulinde sisi raia na mali zetu, kwa sababu hivyo katiba ndio inavyokutaka ufanye. Ukija na mpango mwingine yoyote nyuma ya hiyo, hatutoweza kukuacha salama wewe pamoja na familia yako. Sisi maandamano yetu tunarejea tena ni ya amani, ya nchi nzima, maandamano ya kudumu. Tutakuwa tunaimba, ikiwa wako Kristo wataimba gospel, ikiwa wako Muslims wataimba kasida ambazo zinaonesha jambo yetu na agenda yetu, nini tunataka tufanyiwe. Hatutoingia kwa maandamano yetu kwa miji ambayo watu raia za kawaida wanakaa. Hatutofanya maandamano yetu kwenye masoko ambayo inauza vyakula, masoko ambayo raia za kawaida na maskini anaenda kununua vyakula wakule. Hatutofanya maandamano yetu kwa skuli, kwa sababu tunataka ndugu zetu wapate elimu nzuri. Hatutofanya maandamano yetu kwa njia ama eneo ambayo kuna hospitali. Maandamano yetu sisi ni ya kuparalyze serikali. Tutasogea kwa bandari, tutasogea kwa airport, kuzuia hizi rasilimali zetu sisi zisifanye kazi kwa muda, mpaka pale tu maombi yetu yatakuwa yamesikilizwa. Tutafanya maandamano kwa maeneo yote ya vivutio vya utalii, kwa sababu tustopishe kabisa wageni wasikuje na utalii ukwame kwanza. Ngoja kidogo Abel. Muandike makopa mwe mnaweka na vijifti huku kwenye upande wa hosti ili wasishtushe live. Na kwa Abel yani mwe mna ili wasishushe kwa sababu wanamuinda sana kwa hiyo wakimii wanapiga na live nzima. Okay, naendelea Abel. Okay, kwa vile umenistopisha kidogo, pia ndugu zangu narujia tena, naomba kuchukua nafasi hii kuwaomba msamaha ndugu zangu wote ya Kitanzania ambayo wamefanya maandamano ya tarehe 29 Oktoba
maandamano ambayo mazuri na yamezaa matunda makubwa sana bila ya mimi kutoa msaada wangu, ama na wewe ambaye ulikuwa hukutoa msaada wako kwa namna yoyote ile. Kwa lugha nyepesi, sisi ambao hatukuwachangia na kuwasaidia ndugu zetu tuliwasaliti. Na usaliti ni dhambi. Tuwaombe msamaha kwa nini tumewaachia mzigo wa nchi nzima wapiganie vijana wachache ambayo hawakokuwa na silaha, hawakuwa na uwezo kutosha, na tumewaachia sasa wako na vilema, na dada zetu nyingine imebakwa na wengine wametesa sana. Tuwaombe msamaha kwa kuachia kuipigania nchi yetu wao peke yao, wakati sisi tulikuwa tukikula ice cream na tukifanya maisha na mambo zetu. Tusameheni kwa kukusalitini, lakini sasa tumejitoa kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu zote, kwa kila chetu chote. Na haya yote ambayo nimeanza kuyaeleza tangu mwanzo mpaka leo, hii ni only phase 1. Bado kuna phase 2, kuna na phase 3. Zote hizi tumeziandika, mikakati iko kwa phase. Na kila phase inokuja ni ngumu sana kuimeza, ni ngumu sana kuionja, ni chungu sana kwa Samia Suluhu Hassan. Na waenda kumshauri Samia Suluhu Hassan ni vizuri aachie serikali kwa raha yake kabla hatukuja kwa phase 2 na 3. Nitasimama kidogo kama break na kuenda kuwasikiliza na nyinyi. Lakini nadhani kama mtaruhusu, kabla sijashuka niwaoneshe hii taarifa kidogo ambayo inaweza ikawapa nguvu ndugu zangu. Okay, lakini kwanza na stop. To stop kwanza. Naomba muongee na nyinyi na muulize maswala. Asante sana. Nani maamkwe, yale maswali ya jana si unayo? Ya, kuna baadhi ya maswali na kuna maoni pia. Okay. Kaka, okay, kaka Sama, kabla maswala hivi, ningeomba kama wewe ama upandishe watu nyingine kuweze kukazia hii story, wafanye nyundo, na mimi nikuwe napata break kidogo ya kunywa maji huku nasikiliza hapa kabla ya kuanza kujibu. Okay, nimekuelewa. Mambo. Kwa hiyo Sama, naam, mimi niko hapa kutoa maswali ya ajibu kwa sababu iko break. Mimi nashuka pandisha wengine, akiwa tayari utanipandisha. Nitakupandisha basi. Okay. Karibu Anmo. Makopa huko chini mwe mnapiga makopa na hivyo virozi wasiipige chini. Maana piga chini. Una mwangwi nani? Oya. Nakusikia kaka Sama, asante sana. Okay, asante sana. Kwa dakika zako 3 hapo, piga nyundo dakika 3 hapo. Asante sana kaka Sama. Cha kwanza tuanze kwa kumshukuru sana Mungu, pia tumshukuru sana genius wetu, rais wetu Habir kwa kujitoa kwa moyo na mapenzi ya dhati kwa ajili ya kulipigania taifa letu Tanganyika. Paka hapo tayari Watanganyika wenzangu, ushindi tayari unaonekana upo mikononi mwetu waziwazi. Hatuna sababu ya kuanza kutafakari mara mbili tena kwa ajili ya hili swala. Mungu katuletea malaika wake kwa ajili ya kuja kulikomboa taifa letu. Kama mnavyoona mwanzo nimeanza kwa kusema, kama Habil ambaye yuko nje na taifa letu, ana uchungu wa dhati, anapigana usiku na mchana kwa ajili ya taifa letu. Vipi kuhusu mimi na wewe Mtanganyika ambaye bado tupo katika udongo wa taifa letu tumesimama? Wewe ni nani mpaka usitoke ndani? Tarehe 9 Disemba. Tarehe 9 Disemba jamani. Naombeni tuinuke. Haijalishi utakuwa ni mjamzito ni nani,
Tuna kila aina ya taasisi ambazo mmezisikia zinatajwa hapo. Njoo tutakuzalisha huko huko, wakunga tutakuwa nao huko huko mbele kwa mbele. Tuandamane kwa pamoja pasipo kujali chochote. Twende tukalikomboe taifa letu. 9 Disemba lazima uhuru wa taifa letu ukapatikane. Tunakwenda kupata uhuru wa kuongea, uhuru wa kupaza sauti, uhuru wa kuyapeleka mapendekezo yetu popote na yakasikika, uhuru wa kukosea, uhuru wa kusema chochote ambacho unaweza kusema, ambacho ni haki yako Mtanganyika, ambacho umekikosa kwa kipindi kirefu. Tuamkeni. Mungu hajamleta Habili kwenye maisha yetu kwa sababu tu za ovyo ovyo. Mungu amemleta Habili akiwa ameona wazi Watanganyika tumeteseka kwa kipindi kirefu, na ndio maana ameamua kumuinua Habili kama mtetezi na mkombozi kwa ajili ya taifa letu. Aje atutoe utumwani, atupeleke katika nchi ya ahadi. Atupeleke katika nchi ya ahadi. Mlitizame hili kwa macho mawili na mtizame. Maombi yenu ni ya muhimu sana usiku na mchana kwa ajili ya ndugu yetu, rais wetu, genius wetu. Tumuombee usiku na mchana ili azidi kupigana vita mpaka tunapokwenda kuifikia Disemba, tarehe ya uhuru wetu. Amlinde, amuongoze, amuweke tuifikie Disemba yetu kwa ajili ya kulikomboa taifa letu. Halafu Watanganyika wenzangu, na nyie mamluki mliotumwa jamani, jaribuni kuangalia. Acheni kabisa kumfananisha genius wetu Habili. Msimfananishe Habili na vitu vya ajabu. Acheni kufananisha Habili na matakataka ya mliopandikiza kwenye serikali yenu. Acheni kabisa. Yaani mimi kwanza nashangaa mtu unasimama unasema Habili unaweza ukafananisha na kina Shanani wangapi. Tuache kufananisha. Unajua kuna vitu ambavyo inatakiwa tukae chini. Tuache kufananisha vitu vya samani na takataka. Tuacheni kufananisha hivi vitu, kwa sababu ni aibu kubwa. Unaposimama hapa unasema unaweza ukaleta watumia. Hivi kweli serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uilete, uje ukae usimame useme hapana? Kwanza tukaeni chini, tumuombe Mungu na tumshukuru Mungu kwa kila hatua, kwa kila dakika, maana jukumu alilonalo Habili, serikali nzima ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania tunaweza tukaipa miaka 20 kukaa chini kuyafanya majukumu ambayo anapewa Habili, na bado hawatoweza kufikia hata robo ya jukumu ambalo analifanya Habili. Kama sio Mungu ni nani? Habili anapambana. Kama sio Mungu hakuna kitu kinawezekana hapa. Hii sio akili ya kibinadamu, ni akili ya kimungu. Tutizame vizuri jamani. Yaani nenda mbele urudi nyuma. Hii sio akili ya binadamu. Yaani kwa binadamu wa kawaida pasipo kuwa na Mungu ndani yako, hii sio akili ya kawaida. Kwa hekima anayoitumia Habili kwa kumsikiliza vizuri pasipo kutizama. Kwa kumsikiliza Habili. Tawazisha dakika zako zimeisha. Hamna shida. Kwa hiyo kwa akili ambayo anaitumia Habili na upeo wa kufikiri na kutafakari kwa mambo anayoyafanya Habili, pasipo kuwa na Mungu ndani yake, hekima na busara za kimungu kumtembelea ndani yake, hakuna mtu anaweza kusimama kufanya vitu kama hivi, na hakuna aliyetarajia wala kufikiria. Na ndio maana leo serikali ya Tanzania inatetemeka masaa yote, tena hasa inapomuona huyu mtu anapanda hapa, wanachanganyikiwa. Na mbinu sahihi ya kushindana na sisi kama Gen Z sio kuja kutudhibiti, kumshusha mtu kwenye live. Tafuteni mbinu mbadala kwa ajili ya kutaka kushindana na sisi. Leteni hoja mezani, tushindane kwa hoja. Tusishindane kwa mbinu ya kutudhibiti, kuishusha live yetu, mara kutushushia live zingine makusudi ili elimu isiwafikie Watanganyika. Hapana. Kwa hilo mtakuwa mmechemka. Ni dalili tosha ya kwamba mmeshindwa, kwa sababu sisi kwa nini hatupigani na nyinyi kushusha live zenu? Nyinyi mnapigana na sisi kushusha live zetu. Ina maana ni dalili ya ushindi. Sisi tayari ni washindi wa Tanganyika wenzangu. Tuamkeni kwa wingi tarehe 9 Disemba, tutoke majumbani, tuingie barabarani. Twende tukalikomboe taifa letu. Ukombozi tayari, ushindi tayari. Kuna wengine wanakusubiri huko chini wapande. Sana kaka Sama, nashukuru sana jamani. Naomba niwapishe wengine.
Kaka Sama, kama itakuwa watu nyote mko mnanisikia vizuri, ninaomba sana tukue pia tunamshukuru Mungu kwa kutujalia hizi busara na hii hekima sote kwa pamoja, lakini pia mimi nisitukuzwe sana, kwa sababu utukufu ni sifa ya Mwenyezi Mungu peke yake. Mimi ni binadamu ya kawaida na niko nafanya dhambi na nakosea sana na mambo mingi sijui sana. Nashukuru kwa hivyo nanambia, lakini naamini utukufu ni sifa Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini tutumie muda mwingi kuwaombea dua na kuwafurahia wale ndugu zetu ambayo walitoa damu zao kwa ajili yetu. Hichi ambacho tunakifanya sasa hivi hakina thamani kabisa juu ya damu lita 50,000 ambayo imemwagika tu kwa ajili ya taifa letu na kwa ajili yetu. Kwa hiyo mimi sistahili kabisa hii sifa, ni kubwa sana, na huo utukufu ni mali ya Mwenyezi Mungu peke yake. Sawa. Alafu nina video ingine nitakutumia Abil. Kuna video ingine imevuja, sijui umeshatumiwa, nitakutumia. Wameshamshusha. Wameshamparalyze. Na jamaa hawataki kabisa kuambiwa mabaya yao. Wanajitahidi kweli kufanya, lakini mimi naona ni kazi bure tu wanachofanya, kwa sababu mtu unaweza kufungua hata line 100. Sasa ukivyo huku anakuja. Sasa ni ujinga. Cha msingi ni kujibu tu hoja. Bane tunaweka katiba mpya sasa, acheni hata kuongea. Maiti nyingi kweli. Yaani mama hana jinsi ya kuendelea kutawala, anatakiwa ajiuzuru tu. Na hizi maiti za mochwari hizi zikifika huko Ulaya, na inabidi ndio tumtumie, na hiyo nabidi akae nayo. Na yenyewe inasambaa huko kwenye Vatican huko wapi tunasambaza. Tayari saizi wameshamnyakua tena, wameshabani tena. Ngoje tuje tumsikilize. Yaani ile video kwa kweli ina maiti nyingi sana. Nyingi sana. Karibu nani? Tanzania wakadhibiti mambo mengine. Yaani nimeangalia zile maiti hadi nimeanza kulia peke yangu kabisa. Yaani unaumia, ni nyingi sana. Ni halali wazipeleke wakazisage kwenye simenti, na nyingi tu zimesagwa. Kwa zile maiti nilivyoziona hapo Mwananyamala, unasikitisha sana. Yaani tunaweza tao, yaani inauma kwa kweli. Alafu rais anaongea kiurahisi. Anaongea yani anaongea haikosi hawamfikishii taarifa. Hawaoni. Hawamfikishii. Yaani maiti jamani ni nyingi. Kaka Sama. No, niliposti kwenye niliposti Facebook, wameitoa hiyo maiti. Wameitoa. Wameiremove. Okay, tuendelee. Lakini si uko nayo video hapo? Wameiremove kwenye Facebook. Nilishare tu ilikuwa